imani yetu sisi kama Wapentekoste ni imani halisi inayothibitishwa na maandiko. Hatujaamini hovyo hovyo, tuna mizizi, tuna mahali tumejikita. Na ili iwe imani inayoweza kurithishwa kwa wengine, ni lazima tuweze kuwaambia wengine, hasa kizazi kipya, juu ya yale ambayo sisi tunaamini. Na ile haipatikani hivi hivi, sio ya mahubiri tena, kama nilivyowaambia Jumapili. Ni swala la kujifunza, kuangalia. Kwa mfano kifungu hicho ambacho tutaendelea kujifunza, sisi hicho kinafundisha mambo mengi, lakini kutoka katika hicho tutanyofoa mambo ya msingi yanayozungumzia imani yetu sisi wa Pentekoste. Hakuna utapoteza kwa kuja kujifunza kuhusu imani yako kuanzia sasa. Si useme amina? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa najua kuna wengine hawakuwepo jana, lakini hatuwezi tukarejesha yote. Tulisema jana, nilipewa na walimu ile dondoo ambazo tunazipata kutokana na lile andiko ambalo tumelisoma. Lile andiko letu liko wapi jamani? Sura ya 2 wa 4 mpaka 12. Safi sana. Hapo ndiko teksti yetu. Kwa hiyo tunasoma, tunarudi hapo mpaka tuhakikishe kwamba tunajizatiti. Tulipata mambo 4 ambayo nilikuwa nafikiria na naamini itakaa tu tutabanabana, ambayo tutajifunza katika semina yetu. Na tumeanza, tulipata dondoo 4. Ya kwanza ni Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu tofauti na roho ya dunia au roho nyingine. Nashukuru sana vijana wanatumatuma hata kwenye WhatsApp, sijui Instagram, popote. Jana nilikuwa naongea na binti yangu Dr. Sheba, ananiambia, "Hey baba, mnajifunza nini? Maana watu wanatutumia wanasema Roho Mtakatifu ni tofauti na roho nyingine." Nikasema ufuatilia vipindi vyetu ili uweze kuona tunajifunza nini. Hiyo tuliangalia, lakini pia tukasema tutajifunza dalili za Roho Mtakatifu na nguvu, ambazo zenyewe kwa kweli haziko mbali, ziko tu karibu, lakini nataka nizungumze juu ya dalili. Kwa nini nazungumza dalili ya Roho Mtakatifu? Mpentekoste ambaye ni Mkristo aliyejazwa Roho Mtakatifu anapaswa kukua na kujua dalili za Roho Mtakatifu na nguvu kupitia mahubiri yanayohubiriwa, hata mtandaoni, hata ibada. Ukienda lazima uwe unajua dalili. Watu wanafikiri labda kutoa mapepo ndio dalili. Unaweza ukatoa pepo lakini hakuna nguvu wala hakuna dalili ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Hata waganga wa kienyeji wanatapisha watu. Kutapisha sio dalili ya Roho Mtakatifu. Tusiwe wajinga namna hiyo. Sisi tuliokuwa lazima tujue hapa yuko Mungu au kuna nguvu zingine. Si mnanielewa jamani? Tena ukikua katika roho, Biblia inasema huyatambua yote. Sio tu mambo ya rohoni, hata roho zingine utajua. Kama wewe umejazwa neema na una Roho Mtakatifu, unataka ukifika mahali, hata kama kuna dalili ya roho za shetani, unasijua tu. Sijui kama mnanielewa. Yaani unajua kabisa hapa kuna uwepo wa kigiza hapa. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hata mwalimu ambaye hana, yani mafundisho yake na mahubiri yake hayana dalili za roho, unatakiwa ujue kabisa kwamba hili jamaa mbona kama linasoma Biblia, lakini yani unaona kabisa kuna kitu kingine. Wangapi wananielewa ninachokisema? Hata mtu linakutabiria, mengine yanakuombea kwamba shika sasa mikono yangu, ambatanisha na mikono yangu, ninaweka kwenye TV, na wewe ulivyo mjinga hujui dalili ya roho, una connect, unaanza kupata mavitu mengine. Hebu anza, tutajifunza kwa kifupi, sio kwa kirefu sana, lakini pia tutaangalia Roho Mtakatifu na ufunuo.
kazi ya Roho Mtakatifu katika kufunua. Haya sasa ndio mambo ya kutuhekimisha, kutuongezea upeo wetu wa kiroho, kujua mambo ya Mungu zaidi ambayo huwezi kujifunza kwa muda mfupi, lakini pengine ndio tutakuwa tunamalizia semina yetu. Jana tuliongea mambo mengi, nikawaambia hivi kwamba ukizungumzia Roho Mtakatifu kama ni kwa kujifunza, unajifunza somo katika masomo ya theology wanaita systematic theology, inaitwa pneumatology. Pneumatology ni elimu inayohusiana na Roho Mtakatifu. Neno pneuma ni roho. Kwa hiyo elimu ya Roho Mtakatifu. Sina muda tu, lakini ninaweza nikakueleza kwa haraka haraka ni kwamba ziko roho 4 duniani au kuna roho 4 tu. Aina ya roho ziko 4. Kuna Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu ambayo ndio tunazungumzia pneumatology, lakini kuna roho za malaika ambayo tunaita angelology. Alafu kuna roho ya malaika wa giza, demonology. Alafu kuna roho ya binadamu au ya watu ambayo tunapata neno anthropology. Kwa hiyo hizo spirit ziko 4. Na hapa tunazungumzia Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Niliwaeleza sifa zake. Yeye ni wa milele, yuko mahali pote, anajua yote, anaweza yote. Tulisoma hayo jana hiyo ndio sifa. Tena yeye ni wa milele. Imeandikwa katika Waebrania, roho wa milele. Kwetu sisi wanadamu kweli tuna roho, lakini roho zetu zikimkataa Mungu zinakufa ule uwezo wake. Sijui zinazimia, I don't know, lakini zinakufa. Unakuwa umekufa. Biblia inatumia neno kufa kabisa. Jana nieleza nikasema hivi kwamba ukioa mwanamke ambaye roho yake imefanya nini? Imekufa, shughuli unayo. Ukiolewa na mwanaume ambaye roho yake imefanya nini? Imekufa, una kazi. Na hata watoto wadogo waliozaliwa na baba na mama, roho zimefanya nini? Zimekufa, shughuli. Utachanjwa. Sisi tumechanjwa. Tulizaliwa na roho zimekufa, lakini mwili bado wanaishi, na walitupeleka vile walivyotaka. Bwana tusaidie sana. Sasa ni kama katika ulimwengu wa roho ni malaika wema ndio hawakai ndani, yani roho za malaika wema ndio hazikai ndani ya mili ya watu, yani hazina possibility, hazijaruhusiwa kujiconnect. Lakini bahati mbaya hata roho za mashetani na malaika wabaya zinaweza kujiconnect na kukaa ndani ya watu, na wengine wanakuta hata kwa idadi kubwa. Mmesoma habari ya yule mtu Mgerasi, alikuwa na jeshi la watu wangapi? Mapepo 1000 ngapi? 5,000. Bado wako ndani ya mtu. Lakini tunamshukuru Mungu, Roho Mtakatifu sio kama hizo spirit, hizo roho zingine. Roho Mtakatifu ni Mungu, na yeye pia anayo access hiyo ya kukaa ndani ya mwili wa mtu kabisa. Roho Mtakatifu anakuwa ndani, upati uzito sana, unaongezewa tu knowledge yako katika Mungu, kushikamanishwa na Mungu, kupenda Mungu, kukataa dhambi na dunia, maana hiyo ni roho kutoka kwa Baba. Mungu asifiwe sana. Huyu roho ambaye tunapokea sisi wa Kristo baada ya kuamini ni roho wa Kristo, hapingani, hamkufuru Kristo, anamheshimu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kutufanya sisi tumtukuze Kristo, maana Biblia inasema Roho Mtakatifu hatajitukuza yeye, bali atamtukuza Kristo. Yesu anasema atanitukuza mimi kwa sababu atatwaa katika yaliyo yangu, na yaliyo yangu ni ya Baba, naye atawaletea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake sio kukata watu ili waanze kuambatana naye. Ndio maana yani Mungu tu hana shida. Lakini ukweli Roho Mtakatifu, hata ukisema tumwabudu Roho Mtakatifu, hapendi. Anapenda tumwabudu Kristo mfalme. Haleluya. Anakuja anajisikia vizuri, maana ndio kazi yake na haimpunguzii kitu. Kwa nini? Mungu anajua pengine ukifungua mlango wa kuanza kuabudu spirit ambazo huzioni, ni rahisi kujiconnect na roho zingine.
ukaanza kusema ni Mungu, kumbe una maroho mengine. Kwa hiyo yeye yuko kutusaidia. Anasema nitawatumia msaidizi mwingine. Msaidizi ni kuja kutusaidia katika mambo ya kiroho yasiyowezekana kiakili ya kawaida wala kwa nguvu za kawaida. Ndio usaidizi wake. Yuko kutuconnect na Mungu. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa nilisema nitaishia pale nilipokuwa nimemalizia, niliweka alama. Tulisema hivi kwamba ni Roho Mtakatifu ndio ambaye anamgeuza mtu wa tabia ya asili na kumfanya kuwa wa rohoni. Ni wangapi wameokoka? Yesu ni Bwana na Mwokozi. Haya, baada ya kuokoka ni wangapi wamejazwa Roho Mtakatifu? Inua tu mkono kabisa. Tangu umejazwa Roho Mtakatifu, wewe sio mtu wa asili. Tayari unakuwa mtu wa kiroho. Mtu wa roho, mtu wa rohoni. Sio ile hali ya ndani. Yaani wewe mpaka na mwili wako na kila kitu umekuwa mtu wa kiroho. Mafundisho yako ni tofauti, maombi yako ni tofauti, vita yako unavyopigana ni tofauti. Tulisema hata kusali katika roho, sio tu kuomba hivi kawaida. Tunaomba katika Roho Mtakatifu. Amina. Haya. Pointi nyingine ni kwamba Roho Mtakatifu ndipo anatuweka mahali ambapo tunakuwa sasa. Hii ndio mpya ambayo sikuisema. Anatuweka mahali ambapo tunaweza kuwa na uwezo wa kukabiliana. Sema uwezo wa kukabiliana. Sema uwezo wa kukabiliana kiroho. Kwa sababu mashindano yetu yako katika roho. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika roho, ulimwengu wa roho. Majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sisi vita vyetu ni vya rohoni zaidi. Huku mwili unathibitisha tu. Ukishinda rohoni, utaona matokeo katika mwili. Ukishindwa rohoni, pia matokeo yake utaona mwilini. Mambo yako yatakuwa utakuwa mgonjwa, wakati mwingine unapingwa, mara unaamka unakuta kamdomo kanakataa. Wa chini unaenda hivi, wa juu unaenda hivi. Yaani unapambana na vitu mpaka unatakiwa uamke kwa lakini ukijazwa Roho Mtakatifu unasafisha anga yako. Haleluya. Unasafisha njia yako. Mtu wa rohoni anakuwa na uwezo wa kukabiliana. Yesu katika Yohana 16 mstari wa 12 na 13 anawaambia hivi kwamba ninayo mambo mengi ya kuachia, lakini hamtayastahimili hivi sasa. Hamtakuwa na uwezo wa kuyabeba. Na ndio maana amesisitiza katika Matendo ya Mitume, msitoke Yerusalemu, mngoje kwanza. Unaelewa neno kwanza? Fanyeni hilo ngojeni mpaka mjazwe, ndipo mwende kuwa mashahidi. Kwa nini? Unapokuwa shahidi wa Kristo Yesu, unaingia katika vita na mapambano katika roho. Unaingia katika kushindana na vita mbalimbali. Nilikuwa naongea na missionary moja ambao sasa tunataka tuanze kumsapoti kutokana na ile kamati yetu. Yuko kule Rufiji ndani sana. Nikawa nataka kupata habari zake. Nikamwambia unafanyaje kazi? Ameenda ndani kwa jamii fulani inaitwa sijui wa Makua. Huko ndani Rufiji, mbali hapa fikiki. Unatembea masaa 6 kwa gari ndipo ufike kwenye kamji ambako anaweza akafanya mambo ya miamala na nini. Ziniporini kabisa. Anasema kule, yani hawana shida wewe kuhubiri, lakini uwe na nguvu ya Mungu. Kwa sababu hata mkianza kuomba mnapiga makofi. Mwambani Yesu, mwambani. Wale ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu wakitika mwambani Yesu, wanasikia kichomi chupu. Bado jakaa vizuri chupu kingine. Bado kingine chupu. Wanasema mwalimu, tunataka kufa. Na kweli wanataka kufa. Si uongo. Kwa hiyo anaanza kuwangofoa. Wewe achia kwa jina la Yesu. Na baada ya muda haya tuimbe. Mpaka awaombee wajazwe Roho Mtakatifu.
Sasa wanakuwa na uwezo wa kukabiliana kiroho. Mnanielewa jamani? Hamwezi kupona mashambulizi ya kiroho kama eti kwa sababu unahama mtaa kwenda mtaa. Hii mitaa yote imejaa wajumbe wa shetani, na shetani ana maajenti wake, huwezi kuwakimbia. Sijui unaelewa? Dawa jazwa na Roho Mtakatifu, anakupa uwezo wa kukabiliana, uwezo wa kupambana na hiyo kitu. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja watu wa Mungu? Roho Mtakatifu sio tu anakupa uwezo wa kukabiliana, lakini pia anakupa anamfanya mtu anakuwa na ujuzi wa kujivika silaha za kiroho na kufanya vita ya kiroho. Sio tu kuresist yale mashambulizi, lakini anakufanya wewe unakuwa na uwezo wa kujivika silaha za kiroho na unaanza kupambana wewe mwenyewe kupigana. Amina, amina. Hakuna maisha mazuri kama maisha ya upentekoste. Na kueleza kweli, ni maisha ya raha. Utaishi popote. Sasa kuna mzee mmoja tajiri alikuwa anakaa mbali kule, analinyumba lile. Ile nyumba wakasema hivi kwamba hii nyumba ina bahati mbaya. Ukienda huponi, either utakufa wewe au mke wako au watoto. Baka yule jamaa anasema nyumba yangu itaharibika sasa. Atokee mtu yoyote, maana naona walimloga wenzake. Atokee mtu yoyote mradi aishi hapo. Hamuna kodi. Niliposikia nikasema mbona hii biashara nzuri? Ni nyumba lote. Yaani sasa kulikuwa na washirika wale wa vile vioga. Nasema utaweza? Gharama yake ni mauti. Nikamwambia hamna mauti hapa, hafi mtu. Tastarehe na silipi kodi. Sasa wewe unakimbia mtaa. Hizo nyumba waliojazwa Roho Mtakatifu tunazitaka. Amina. Hizo ndio tunazitaka. Kwa hiyo mimi siogopi, ni maisha ya raha. Kuna watu wanaogopa mashamba fulani, maana ukilima tu pale humalizi mwaka, either mtoto au nene unakufa. Na kueleza usifanye kiburi. Ukijua kujipanga na kukabiliana kiroho, mwambie mzee nipe hili shamba. Utalima mpaka atakufukuza. Utatajirikia kwenye shamba la wachawi. Si useme amen. Sio unahama mtaa. Mimi unajua hakuna, ninaposikia vibaya sana ninapopata eti habari mshirika wetu amehama kutoka kwa Mrombo ameelekea huku sijui nini Sengeu ili akwepe wachawi. Najua bado kazi ninayo, maana huyo mtu bado hatujamuimarisha. Wewe unatembea na Mungu, wewe unatembea na uweza wa Mungu, wewe unatembea na mamlaka ya Mungu, una jeshi. Haya Bwana tusaidie sana. Ukijazwa Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu akishafunguliwa mlango kwetu, anatukamilisha na kutufaa tuwe wa kufaa kwa matumizi ya Mungu, ili tutumike sasa. Ili utumiwe na Mungu, ujazwe Roho Mtakatifu. Haleluya. Hebu tusome Timotheo wa pili sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya pili inazungumzia mambo ya kutumiwa kwa matumizi ya Mungu. Sura ya pili, na mnaufahamu hata waimbaji wanaimbaga. Sura ya pili ule mstari unasema hivi, mstari wa 21 anasemaje? Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao wanaochanganya mambo, atakuwa chombo cha kupata heshima. Mungu asifiwe sana. Kilichosafishwa, alafu kikoje? Kimfaacho Bwana. Lazima uwe chombo kinachomfaa Bwana. Huwezi kuwa chombo kinachomfaa Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Huwezi kuwa chombo, huwezi kukamilishwa pasipo kujazwa Roho Mtakatifu. Ujazwe Roho Mtakatifu kwa kweli, na ukapata mafundisho yakakupa mbinu za kutembea katika Mungu, maombi,
vitu kama vile tunaomba mwanzo wa mwaka, inakufanya kuwa chombo kifaacho. At any time Mungu anaweza kukuagiza ukafanya jambo fulani. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Unatakiwa ujiamini, ufike mahali usiogope. Juzi missionary alipokuja hapa Kengela, nilifurahishwa sana na Gideoni. Kengela alisema kwamba kuna kijana tumempeleka kutoka kule Shinyanga. Tuna mashaka inawezekana, maana tunafanya kazi ya kimisheni na madhehebu yote, hata mengine hawaamini sana juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu anaweza akafikiri umisheni ni utani. Kwa hiyo aliomba kijana mmoja kutoka Shinyanga, akaenda kwa watu wanaitwa wa Shiranga. Akaenda kwa Washiranga. Alipofika, alipolala, si akaona kuna mjusi unatembea, kenge anatembea juu ya paa. Ile ni ishara mbaya. Anatembea, alipoishia namna hii, tayari kamdomo kwangi, kamguu kanga, mkono kanga. Anapiga simu, humsikii vizuri. Tia imebadilika. Alihangaika, anaomba muombe. Utaombewa na nani wakati wewe ni missionary? Ikabidi arudi Dar es Salaam. Amerudi Dar es Salaam, mambo yameshindikana. Akabidi arudi wapi? Kwao. Anateremka tu pale stendi ya Shinyanga. Yaani kugusa tu chini, mguu umenyoka, mdomo umenyoka, na kila kitu na marienge yote imerudi imenyooka. Bwana tusaidie sana. Ndio maana Yesu anasisitiza sana. Ndugu zangu, niwaambie kweli, Yesu anasisitiza sana, kabla ya huduma jazweni na Roho Mtakatifu ili muwe chombo kimfaacho Bwana, ili muweze kutumika. Sisi zamani, mimi nakushangaa Simoni, wewe unaingiza tu mtu, ukimcheki mrefu mweupe na sasa ingia imba. Ataimba hapa mjini. Mpeleke kwa Washiranga, ndio utajua. Atakuja ulimi haupo, na mjue umeenda wapi. Hamna hata damu haijatoka. Usifikiri utani. Sisi tulipookoka, swali la kwanza, ndugu, umetubu, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Je, umejazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha? Akisema ni kama hivyo, lakini haimbi kwaya, akae tumuimbie. Umenielewa? Haimbi praise and worship, kwa sababu hii ni huduma ya kiroho, sio ka sauti. Senda wewe, hii ni tofauti. Mimi naangalia vijana hapa wanacheza, nasema sawa, twende tu salama. Mnacheza mpaka mnarusha mateke, alafu mnaleta mkono. Unapeleka wapi huku mkono? Unataka kufanya nini? Kuna Mungu kweli, au ni unachukua tu mambo ya kuperform wanavyofanya watu wa dunia? Huduma ya kiroho, ili mtu afae, awe chombo kimfaacho Bwana, ni lazima ajazwe. Wimbo ni ule ule anavyoimba mtu mwingine, lakini huyu mtaeleza dalili za Roho. Huyu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu ni tofauti. Haleluya, 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 haleluya. Hamjasoma Biblia jamani? Yesu alipoanza kufundisha, watu wakasema hivi kwamba tunashangaa, gombo la chuo ni hili linasomwaga na wachungaji wetu na makuhani wetu, lakini huyu tangu ameanza kusoma ni tofauti, kwa sababu mafundisho yake na mahubiri yake yana tofauti na ya makuhani wetu na viongozi wetu wa dini na Mafarisayo. Wanasema kwa nini? Huyu anafundisha kwa mamlaka. Huyu anafundisha mamlaka ya Bwana inashuka. Kwa nini? Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Sio unatangulia huduma, unatangulia Roho Mtakatifu. Sijui kama kuna mtu anamhitaji Roho wa Yesu amjaze tena. Wewe acha kukimbilia uchungaji, sijui injilisti. Hivyo ni vyeo tu, mtapeana huko. Lakini tutakujua kama wewe ni mtumishi, namna gani unaweza kukabiliana na hayo mambo. Hapo ndipo tunapata wahubiri, walimu, manabii, wamishonari. Hao watu wanaitwa mitume, siku hizi tunawakwepa, tunaita missionary. Wafanye huduma za kimisheni,
Sio unaitwa mtume unakaa mjini. Hii tumeanza kuikataa sana. Matendo ya miujiza na karama za Roho. Siku hizi watu hawana muujiza. Kazi yao tu ni kuzungumzia maisha tu, kuzungumzia pesa, sijui kuleta nini, fanya nini. Hamna, tunazungumzia vitu vya ufalme, mambo ya Roho, utawala, kuhamisha nguvu za giza, kufunga mamlaka za kuzimu zisitembee tena. Unakuwa na mamlaka hiyo ya kiroho. Haleluya, haleluya. Hatujipimagi nguvu ya nani kwa ajili ya kumhudumia mtu. Utafikiri mganga wa kienyeji hapa unamfanyia tu peke yake. Mamlaka ya kiroho ina involve kushika katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unatawala nini katika hilo eneo. Mimi nimefanya kazi ya kimisheni, najua unakuwa na hiyo mamlaka. Nilipokwenda kule Shinyanga kwa kina Simoni, kuna kamtaa kale kanaitwa Shamarendi. Kulikuwa na lizee moja pale, lilikuwa anti-church. Maana kanisa langu liko chini, yeye anakuwa kwa juu. Tukikusanya washirika likipiga ngoma, si vinatawanyika bwana. Vijamaa vyote vya Shamarendi vinarudi kule. Nikasema hii inakuaje? Siku moja nikapata ufunuo, nikajua ni mpiga ngoma, akipiga ngoma anarusha ubaya ndani ya kanisa lafanya nini? Linatawanyika. Msifurahie mnapoona hata mavurugu ndani ya kanisa. Ni spiriti, ni roho za ataki za shetani. Lazima muungane pamoja, mnene kwa lugha na kuzihamisha. Utashangaa kesho watu wanasema, hivi kwa nini tulikuwa tunashambulia mchungaji wetu? Mbona hatuoni ubaya? Kuna maroho tunashambuliana katika ulimwengu wa roho. Mnanielewa jamani? Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tupambane kiroho, kama nilivyosema jana. Tutatue matatizo yetu kiroho, tuone vile Mungu anavyofanya. Si nikaamuru vijana kufunga. Tukafunga siku 3. Hatuna maombi mengine, ni huyu kwamba Bwana umuokoe. Kama umuokoi, ahame. Sasa na madogo, unajua kisha jazwa Roho unakuwa kama akili inataka kwenda tofauti. Yaani ukisikia mapepo unafurahia kwenda kuyatoa. Basi akasema sisi tunaenda bwana. Na huyu mkubwa wao akawa anawafuata, lakini kwa wasiwasi kwa mbali. Na kuambia bado wako mbali. Yule bwana akasema, rudini, labda mjipendi. Kwani watasikia tutarudiage mbali? Wewe si unataka wateja na sisi ni wateja. Sitaki, nyinyi si wataki. Walienda mpaka wakashika yale mangoma. Wakamwambia tumetumwa na mchungaji uende. Unaona kale kanisa uende pale. Au kama utaki uhame. Ndani ya siku 3 alibeba mangoma akahama, utawala ukabadilika. Usicheze. Wala hatuongei, sio kwamba tunaongea hadithi, ni vitu halishi. Ufalme. Yaani wewe unaendeshaje ibada vya kufanya hapa sijui mazingaungwe na nini, wakati bado maisha ni mabaya. Watu wanatawaliwa na uzinzi, wanatawaliwa na dhambi, wananyanyaswa, usiku hawalali. Wewe unasemaje ni uhuru? Hiyo sio roho. Alipo Roho Mtakatifu kuna uhuru. Watu wanatembea bila woga. Imeandikwa hatukupokea roho ya hofu. Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haya yote yanatokea ndani ya mtu mara tu mtu anapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi na kukubali kwamba Roho wa Yesu afanye makazi katika mwili wake. Lazima tuseme ule ukweli. Roho Mtakatifu lazima apewe nafasi, akae katika mwili wako. Amina. Usiseme Roho Mtakatifu akae kwenye chupa. Usiseme roho, hiyo itakuwa jini, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa kwenye mili ya watakatifu waliooshwa kwa damu ya Yesu. Imeandikwa hivi katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu au akae ndani yenu? Si Yesu amesema atakaa ndani yao, atakaa kwenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi, kwa maana miili yenu si mali yenu wenyewe. Sijui nani hapa mwili wake ni mali ya Yesu. Narudia tena, nani hapa mwili wake ni mali ya Yesu?
Nani hapa anataka mwili wake uwe nyumba ya Roho Mtakatifu? Are you serious? Kweli kweli kweli, ndugu yangu, unapenda Roho wa Yesu akae kwako? Ni ajabu sana kabisa. Sasa usianze kuogopa na mbele kwamba tunavyoona mapepo wameachia sijui magadi na majivu kwenye nani kwa nyuma. Sasa hii inakuwa mwili kweli? Hivi roho anakuwa mjinga? Yaani akae alafu na mapepo tena wakae chumba kingine? Mimi sijawahi kusikia hiyo hadithi. Mungu akimchukua mwili anautawala na anauita ni nyumba yake, anaita ni hekalu lake. Nani hapa mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu? Amina, amina. Hebu fumba macho yako ukiwa umekaa hapo, inua mkono mmoja wa kulia, sema kwa sauti, mimi hapa. Sema kwa sauti, mimi hapa nimetakaswa kwa damu ya Yesu. Mwili wangu umefanyika nyumba ya Roho Mtakatifu, nyumba ya Roho Mtakatifu wa Yesu, nyumba ya Roho Mtakatifu wa Yesu. Mwachie sasa, kama shetani atakaribia. Hicho ni kiapo na kueleza kweli. Wewe usio unahangaika haya mafundisho ya uongo kwamba usipomwaga sijui nini, usipoweka chumvi sijui, usipochanganya na mafuta sijui na nini. Hayo sio mafundisho ya Kipentekoste. Hayo ni mafundisho manyonge. Biblia inasema sisi tukijazwa, labda ukiwa hujajazwa, taendelea mbele nitakufundisha. Kuna tofauti kubwa kati ya Mkristo ambaye ameamini na Mkristo ambaye amejazwa Roho Mtakatifu. Hao wanaodanganya hawafundishi hivi vitu, kwa sababu ukifundisha ukweli, mamizimu hayapendi. Mamizimu yanayotawala miili ya watu hayataka. Ndio maana sisi tunahubiri kwa ujasiri, kwa sababu tunajua kadiri tunavyohubiri kweli, Roho anakuja, anakaa juu ya watu wake, anatawala, anaongoza. Sasa haya mambo ya kutakasa mwachie yeye, mwachie yeye. Na nasema kweli, mimi siamini kuumwa ugonjwa ambao unasababishwa na mapepo. Sitaki hiyo, sio mafundisho. Hatujawahi kufundishwa hivyo. Mimi siamini kiwembe cha mchawi kinaweza kugusa nywele zangu hizi. Hawezi jamani. Sisi tumekaa na wachawi. Sijana nimesema hapa mpaka nikawaambia vijana, futeni, mengine ni mabaya. Tunamchoma mchawi, si utani. Lipidi chawi linaogopwa mtaa mzima. Bado tunapeta. Usicheze. Ukristo dhaifu wa kuogopa wachawi, wa kutapishwa kila wiki, majini sijui wiki hii majini ataanza kutembea na madebe ya damu. That's nonsense. Mwache Roho Mtakatifu atawale. Mwili wako ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Achana na matisho na mafundisho yoyote yanayokutia hofu. Hayana dalili ya Roho. Mafundisho yaliyo na dalili ya Roho yanafukuza hofu mbali. Nani hapa anasema siogopi mchawi tena? Nani hapa anasema naomba baba niombe? Kuna mchawi amesema hutamaliza wiki. Shauri yako, na utakufa kweli. Acha hayo mambo bwana. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Kama ni kuapishwa, sisi tumeapishwa. Sisi tuliwahi kuapishwa na wabibi fulani miaka ya nyuma, nilishawashuhudia nafikiri. Tulivunja sabato ya kipagani. Wanyaturu wanaita Mwikhai. Yaani Mwikhai ni sabato ya kishetani. Sasa tukaitwa na wazee kupigwa faini ili tutoe dume la ng'ombe, kwa sababu tumeenda kufanya kazi wakati ni sabato. Wakisha tambikia mizimu ili mvua inyeshe, hairuhusiwi watu kwenda shamba. Sasa sisi tukaenda shambani. Nikaambia watu tuende shambani. Tulipoenda shambani, si wakatukamata wote, tukakusanya. Wewe jamani, tumeona mengi.
waliamua kutuua. Tulikuwa bado hata mchungaji hajaja kwetu, ni siku nyingi sana, bado tuko wachanga. Wakataka kutuua, wakatuweka chini ya mti, wakasema leteni dume, msipotoa dume la ng'ombe tunawamaliza. Walikuwepo vijana, Mungu akanipa neema. Haleluya, usimdharau Roho Mtakatifu. Jamani, wakati huo nilikuwa dogo, yani sifanani na mamlaka ya Mungu. Usidharau Jumapili, na sisi Jumapili ni mwihai wetu. Mbona nyie mnaenda mashambani? Mwahi kuona tunawasikia? Hebu achini tunawashambulia, msituingilie. Wengine wanasema mbona sisi tuna dini zetu bado? Tunaambia nyinyi ni wapagani na nini. Wazee wakasema labda tuwaache. Nikamwambia mkijaribu kutugusa na hii migambo yenu, wana marungu, wana nini, wanataka kuja kutumaliza, naambia mtasahaulika kwenye kijiji chenu. Wakasema tuwaache. Baadaye wamama wakasema mmewashindwa. Wabibi wale wakipiga hivi, wewe hiyo ni vita, mmewashindwa. Basi nyie hakuna wanaume, ili tu wanaume wakasirike. Baada ya hapo wakatuita, njoo. Liniita mimi pembeni. Vile vimama, nakumbuka kabisa kwenye kakichaka fulani, walikuwa na zile nguo nyeusi zinaitwa kaniki, sijui kama mnafahamu. Walinilani wakasema, mtoto unaenda juu, tunakuhakikishia unaenda hivi. Nikamwambia wewe pumbafu wewe, mimi ndio nimeanza. Mimi Mungu wangu ni wa juu, taenda juu tu, siendi chini. Wakajua haelewi, wakasema tunarudia tena. Nikasema hata mrudie mara ngapi, mimi naenda hivi. Wakasema ari, nenda. Walikufa wenyewe, nawaambia kweli, walikufa kama kuku na kideri. Tunafahamu ile ugonjwa unaoitwa sijui nini ule. Walikatika si kidogo, kajamaa kenyewe kembamba, hata kilo 40 sijui na 2 hazifiki. Usicheze na mtu aliye na Mungu. Usiishi maisha ya hofu. Sisi wa Ukristo hatujafundishwa. Tuna Mungu mwenye nguvu. Haleluya, haleluya. Ndio maana Wakristo wa zamani, sitarudia sana, lakini walikuwa kila walipoenda waliuliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipokwisha amini? Yani ilikuwa ni sehemu ya mafundisho. Nende hatua ya pili kidogo, nizungumzie Roho Mtakatifu katika huduma. Sema Roho Mtakatifu katika huduma. Roho Mtakatifu katika huduma yoyote, hata kama ninavyofundisha hapa, lazima Roho Mtakatifu ahusike ili mambo yaende vizuri. Sasa nafikiri ni muhimu sana sisi kama wa Pentekoste. Amesema hivi katika sura hiyo ya pili ya Wakorinto wa kwanza mstari wa 4. Paulo anasema, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima. Sema maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu. Sema yenye kushawishi akili za watu. Unaweza ukaunganisha yote, maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu. Kwa hiyo injili, the gospel, mafundisho ya kweli, si maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, sio, bali kwa dalili za Roho Mtakatifu na za nguvu. Sema kwa dalili za Roho na za nguvu. Kama ukisoma, hebu tuje hapo tu Wakorinto wa pili, itakuwa rahisi, tunarefa mistari hapo. Ukija hapo juu, utagundua ya kwamba Paulo alipofika Korinto pamoja na miji mingine kama miji gani ya Thessalonike, ile miji ya Asia Minor, na Ulaya hii ya kati hii, Athens na sehemu nyingine, alihubiri injili. Wakati huo kulikuwa na movement ya hawa watu wanaitwa, ndio hawa sasa hivi wanatokea, wanaitwa nani hao?
hao ambao wanaongea sana, ma motivators, si mnawasikia mtu ambaye anaongea, anaamsha watu na nini. Sasa wakati ule kulikuwa na falsafa, kulikuwa na falsafa ambazo zilitokana na wale wanafalsafa wakubwa wazee wa zamani, wakina Aristotle, sijui wakina nani Pluto na wengine. Na hivi vitu ndio ukisoma katika Matendo ya Mitume inaita Wastoike. Wastoike ni watu ambao walikuwa wanaamini juu ya Aristotle. Watu walikuwa wanaongea, walijifunza mambo yanaitwa homily, namna ya kutoa hotuba. Unaongea vitu logic, watu wanakusikiliza. Kwa hiyo Paulo alisomea haya mambo, lakini Biblia inasema hivi, alipofika mahali pale aliazimia mwenyewe kwenye hiyo, anasema naliazimia nisijue neno lolote, ila niliazimia tu nihubiri Yesu Kristo. Na Yesu Kristo na yeye amefanya nini? Amefufuka au amekufa. Sasa wewe unapoongea Bwana tusaidie sana, ndio uelewe. Sasa hapa ilikuwa ni changamoto sana. Yaani wewe, watu wanaongea pointi, namna ya kudhibiti sijui mwanamke, namna ya kudhibiti changamoto sijui za nini, na unaeleza kwa logic mpaka watu wanabadilika. Ndio ileta ustaarabu wa kale wa Kigiriki. Ilikuwa sio vitu vya ovyo ovyo, ni masuala ya kielimu kabisa. Alafu leo unakuja kuongelea habari ya mtu, tena ni mtu asiyejulikana, sio mfalme, hakuwa na silaha. Alafu hujaishia hapo, huna aibu kabisa, unasema wakamkamata, wakamsulubisha. Sasa mtu akisulubishwa, si ndio bure kabisa? Sijui unaelewa. Alipata tabu sana kuhubiri, akamsulubisha alafu siku ya 3 akafanya nini? Akafufuka. Wanamuuliza, ulimuona? Ulikuwepo? Anasema hapana, mimi nilikuwa sipo, na mimi niliwapinga sana. Baadaye nikakutana naye. Una hakika ni yeye au uliota ndoto? Wewe usikute unakichaa wewe, sijui unanielewa. Watu wanasema una wazimu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume, hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 18. Ingawa hapa haikuwa Korinto, lakini anazungumzia eneo lote la Ulaya kwa wakati huo alipokuwa wanahubiri. Hebu tusome Matendo ya Mitume, tusome na maandiko kidogo, hakuna shida. Karibu nitaenda kumaliza, usiogope. Matendo ya Mitume sura ya 17. Hata tuanzie mstari wa mstari wa 16. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athens na kuona jinsi mji ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Mstari wa 18 ndio nilikuwa naitafuta. Baadhi ya wa Epikurio, utaenda kuitafuta Epikurio, na ilikuwa ni moja ya falsafa, ni miongoni mwa na watu gani? Wa Stoiko, watu wanaoamini mambo ya Aristotle, wenye ujuzi, wakakutana naye. Wengine wakasema, sikia wanavyosema, mpuuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema anaonekana kuwa anatangaza habari za miungu migeni. Kwa maana walikuwa akihubiri habari za nani? Za Yesu na ufufuo. Sasa Bwana tusaidie sana. Jamani, tuko pamoja? Tuko pamoja, usiogope. Nataka nizungumzie Roho Mtakatifu katika huduma. Roho Mtakatifu, ingawa kuna sehemu nyingine zimeandikwa hivi, nasema hivi,
injili kwa wanaopotea, au neno msalaba kwa wanaopotea ni nini? Ni upuzi. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Ukitaja nguvu ya Mungu, hakuna nguvu ya Mungu bila Roho Mtakatifu kuja. Watu wengi siku hizi wameshaona kuhubiri habari ya msalaba wa Yesu, kufa kwake na kufufuka, ni kama haina matokeo sana. Kwa hiyo wanatafuta habari ambazo at least hata mtu akisikia anavutwa. Kwa hiyo wanaacha neno na injili ya kweli na mafundisho ya kweli, wanageukia mafundisho mengine ambayo hayamtukuzi Mungu. Sijui naongea na nani? Kuna mtu ananielewa Yaani leo ukifundisha haya mafundisho ninayofundisha, tungeweka hema pale stendi, au tupeleke kwenye uwanja ambao watu wanaujua. Uwanja gani? Wa Kisongo. Alafu nianze kufundisha hii kitu, mtakuja nyinyi tu. Kwa sababu watu wakija wanasema, sasa hii ni nini? Sisi tunataka maji bwana. Sisi tunataka kutapika bwana. Sisi tunataka, yaani unataka petu. Si mnanielewa? Yaani wanaona kama haina impact. Haina matokeo. Yaani unanielewa? Watu wanataka wasikie. Alafu wanafanyiwa mazingaumbwe hapa, mara moja unashtukia mtu anaruka kaka. Wanasema hii sasa tunataka, watakuja tu. Ni kama wameshajua dunia inataka nini. Leo si watu wanazungumzia, chukua damu ya Yesu kapeleke kwenye mahindi. Si ukanunue mwanangu dawa ya kuulia wadudu peleke kwenye mahindi. Damu ya Yesu peleke kwenye mahindi, inaingiliana kabisa. Lakini wakina Paulo wenyewe walisema hivi, tumeazimia tusijue neno lolote isipokuwa Yesu Kristo naye amefanya nini? Amesulubiwa. Na wakianza kuhubiri hilo, ni kweli mwanzoni unaona kama haina matokeo. Lakini ajabu, Roho Mtakatifu ikihubiriwa hiyo habari, anakuja. Maana yeye ametumwa na Mungu kuja kumshuhudia Kristo Yesu, kushuhudia kwamba amekufa kwa ajili ya dhambi na kuhukumu ulimwengu kwamba haumwamini yeye aliyetoka kwa Baba. Hii kitu inaenda sio kibinadamu, inaenda kwenye programu za kimungu. Unanielewa? Haleluya! Haleluya! Bwana tusaidie sana. Wahudumu wote, sizungumzi tu wahubiri, wahudumu wote msipoteze muda. Gideoni, unafanya vizuri kijana wangu, unahubiri. Hakikisha usisahau injili ni habari ya Yesu. Kufa kwake msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuka, na habari ya msamaha na toba liletalo ondoleo la dhambi. Watu wamtubie kwamba Yesu amesulubiwa kwa ajili ya sio ya dhambi zake, maana hakuwa na dhambi. Ni maneno unaona kama ni ubinadamu. Hayo ndiyo yanayomleta Roho Mtakatifu. Anakuja katika mkutano wenu, anakuja katika ibada yenu. Waimbaji mkiimba juu ya Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu, na siku akafa msalabani, na siku ya tatu akafufuka, na kuambia wewe usifanye mchezo. Roho wa Bwana anahamia hiyo kwaya, anakuja hapo. Lakini waimbaji siku hizi mnaogopa kuimba Yesu. Hiyo tunaita Christ centered message. Message inayomlenga Yesu. Kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu ndio asili ya nguvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikiwa kijana nimekatia tamaa, wamenitenga wazazi wangu baada ya kuamini na kuacha dini yao, wakanifuta. Nikawa naomba kwenye nyumba fulani. Baadaye alikuja kukaa pastor wetu, mtumishi wa kwanza. Ilikuwa Pagare, tulinunua kanisa, yani limebomoka lava fito kabisa, wamekandika na udongo.
Nikaomba sana wakati Yesu ananiita katika huduma. Akanitokea siku ya 6 nikiwa nimefunga. Nilikuwa nakula kipande kadogo tu cha mua. Maana kule kijini kwetu kulikuwa kuna miwa mingi. Kwa hiyo nakata kamua kidogo, kwa ile glucose inanisaidia. Siku 6 nimefunga. Siku moja nikiwa namaliza maombi, Roho Mtakatifu alikuja hapa wakati nasoma, akaniambia hivi, kwa injili yangu hii utasoma, kwa injili yangu hii utasafiri nje, kwa injili yangu hii utajenga, kwa injili yangu hii utaendesha magari. Ai jamani, ni kama upumbafu, lakini unaweza wote wa Mungu. Yesu ni baraka wetu. Yesu ni asili ya mafanikio yetu. Yesu mfufuka toka wafu amekuja kuvunja laana na mateso jamani. Lakini nataka niishie hapa niseme hivi, ili Roho Mtakatifu aje katika huduma hutegemea mambo mawili. Moja, mhudumu mwenyewe au mhubiri yukoje, ana sifa gani? Wewe unayehudumu neno, unayeimba gospel, una sifa gani za kiroho na za kimwenendo wa maisha? Nje ya hapo hakuna dalili ya roho, ni roho nyingine. La pili ni huduma gani inafanywa, au ujumbe wa yule mhudumu. Sasa ujumbe anaohubiri, unahubiri Yesu au unajihubiri wewe? Unamhubiri Yesu au unajihubiri wewe? Sifa ya mhubiri, na nitakuwa nafikia mwisho, lazima awe na mambo mawili. La kwanza, ili Roho Mtakatifu aje kwa mhubiri au anapofanya huduma yake, lazima awe amemwamini Yesu, na yani ametubu dhambi zake na kumwamini Yesu na kubatizwa. Na kufanya nini jamani? Na kubatizwa. Lazima upitie hiyo mchakato, ni muhimu sana. Sifa ya pili ya mhubiri, sijaongelea juu ya ujumbe maana ni mrefu, nitakuja kufundisha kesho, tamalizia hapo. Lazima mhubiri awe amepokea Roho Mtakatifu, amebatizwa, amepata uzoefu wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Naomba vijana wangu mnisikie, ni vitu viwili tofauti. Kutubu dhambi na kumwamini Yesu na kubatizwa na wachungaji wakina Epaphras, wakina Kefa, ni tofauti na kupokea Roho Mtakatifu. Wakina Epaphras wanafanya kazi ya Yohana Mbatizaji, wanabatiza kwa maji, lakini ni Yesu Kristo ndiyo anayebatiza kwa Roho Mtakatifu, anatujaza Roho Mtakatifu. Hiyo sio kazi ya wachungaji. Juzi hapa tulienda Kisongo kufanya kubatiza. Tena tubatiza watu wawili tu, ni ajabu sana. Tulipokuwa tumebatiza, nikawaambia wachungaji kwamba tuingie hapa kwa mchungaji Yona, tuwawekee mikono wajazwe Roho Mtakatifu. Nyie mmemaliza kazi yenu, tumwambie sasa Yesu awabatize. Kwani ilichukua raundi? Yani kuinua kijana moja, yana anainua mikono hivi tu, anajazwa Roho Mtakatifu, anaanza kunena kwa lugha, analia machozi. Pale tunashangaa, kumbe Roho Mtakatifu anasubiri tu ubatizwe, utubu dhambi zako, ubatizwe na umwendee Yesu, anakujaza Roho Mtakatifu. Hapa naomba nisihubiri, niwasisitize tu, msisahau. Sasa huyu Paulo ndiye mhubiri, si ndio? Yeye anasema nilipokuja kwenu na aliazimu nisijue neno lolote isipokuwa Yesu Kristo, naye amefanya nini? Amesulubiwa. Tuangalie tu kwa haraka tu ninapomalizia. Soma katika Matendo ya Mitume
habari ya Petro ya Paulo, Matendo ya Mitume sura ya 9. Sura ya 9, Matendo ya Mitume. Hapa tunaona mwanzo wa wokovu wa huyu bwana. Ni ndefu lakini ndio tunaimalizia sasa. Mafundisho ya Pentekoste ni marefu sana, lakini kwa sababu tu muda hatuna. Paulo mwanzoni alikuwa anaitwa Sauli. Si sawa jamani? Kwa hiyo usije kusema tunasoma habari ya mtu mwingine. Kuna sehemu nyingine anasema Sauli aitwaye Paulo. Sura ya 9 mmefika na kusomea chapuchapu ili uone wokovu wake. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Dameski. Fuatilia wokovu wake zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, yani wa wokovu, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Haleluya! Anakutana sasa na mwenyewe sasa. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Hajatubu, hajaokoka. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalifumbuka. Yalipofumbuka hakuona tena. Yaani alikuwa ameyafumba, alipofumbua hivi akawa haoni tena. Hakuona kitu. Wakamshika mkono, kipofu tayari, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku ya 3 haoni, hali wala hanywi. Basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Huyu ni Mkristo. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Yani akaitika. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemuona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari ya mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Unaona, Yesu anaongea na watu wake vizuri tu. Nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena. Ukafanya nini? Ukajazwe Roho Mtakatifu. Akaonyeshwa njia ya Bwana, akaombewa, ajazwe na Roho Mtakatifu. Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Pengine mtu anaweza akauliza, tunaona jinsi alivyotubu na kubatizwa. Si imeendelea hapo jamani Anasemaje hapo chini? Anania ukajazwa Roho Mtakatifu, mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Akafanya nini? Akala chakula na kupata nguvu. Siku 3 alikuwa ajala. Usicheze na kanisa. Akikutokea mwenyewe utalia. Sasa kuna mtu mwingine anauliza, mbona hatuoni kama alinena kwa lugha?
Jamani, tunaamini Yesu Paulo alijazwa Roho Mtakatifu? Alijazwa. Kama kuona, aliambiwa upate kuona, akaona, na akatubu, akabatizwa. Je, Roho Mtakatifu si alijazwa? Si ndio? Wangapi wanaamini alijazwa? Lakini utaenda kukutana na watu wengine wanasema hatuoni kama alijazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Amejisemea yeye mwenyewe. Paulo anasema hivi, namshukuru Mungu na nena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Bwana asifiwe sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 18. Maana yake huyu bwana alipokea Roho Mtakatifu na alianza kunena kwa lugha. Na hata ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 19, ninapofikia mwisho kabisa, anaonekana huyu mtu alijua namna gani unapoombewa Roho Mtakatifu. Wale watu waliposema hata hatukusikia kwamba kuna kujazwa Roho Mtakatifu, akamwambia mlipokea ubatizo gani? Akasema wa Yohana. Akamwambia Yohana haitoshi, mtubu, muamini Yesu, mkabatizwa kwa jina lake. Walipotubisha na kuwabatiza, akaweka mikono juu yao, nao wakajazwa Roho Mtakatifu na kuanza kusema kwa lugha nyingine. Hebu tusimame.